رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tukiwa tuendelea kumweleza mwanamke wakati wa mtume au wanawake waliomzunguka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na leo tumweleza mwanamke au wanawake waliombai bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kusilimu kwao. Na leo tumweleza Hindu binti Utbata. Hindu binti Utbata ukimsoma ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa na kumbukumbu zisiokuwa mzuri kabla ya kusilimu, na alikuwa na kumbukumbu mzuri baada ya kusilimu. Mpaka mwanae Muawiya ibn Abi Sufyan katika maneno ambayo kwamba alioweza kuyatoa kumweleza mamake akisema, innaha fil jahiliyati azimatul khatari wa fil islami karimatul khabari, kwamba Hindu kabla ya Uislamu alipokuwa katika ujahilia alikuwa ni mkubwa wa hatari au ni mwingi wa hatari, ni mwingi wa utishio, na alipokuwa Muislamu akawa ni mtukufu wa habari zake ni njema, matendo yake ni mema. Ukisoma kumbukumbu zake zikawa zinakufurahisha, na ni kama leo ambapo kwamba tutavoeleza ule uovu ambao aliofanya katika ujahilia na wema aliokuja kufanya wakati amesilimu. Hindu kwanza ni mtoto wa Zaim Utbata bin Rabi'ata fi Quraish, bimaana bintu Zaim fi nadiha huwa Utbata bin Rabi'a, ni kwamba ni binti ya kiongozi katika family yake au katika kundi lao ambaye ni Utba ibn Rabi'ata, ni mke wa Zaim fi Quraish Abu Sufyan ibn Harb, ni mama wa Zaim fi Bani Umayya Muawiya ibn Abi Sufyan, ni mamake Muawiya ibn Abi Sufyan. Kisha mama yake ni mama wa mtoto wa Umayya ibn Harithi, safamiana, bimaana mama yake ni sayyidatu min sayyidati qaumiha ambaye ni Sofia binti Umayya ibn Harithi, safamiana. Sasa ukiangalia ni binti wa zuama, ni binti wa viongozi wa wakubwa. Ndio mpaka yule Ibn Abdul Barri katika kusema maneno yake kumhusu Hindu akasema, imra'atun laha nafsun wa anafatun kanat Hindun, imra'atun laha nafsun wa anafatun, ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa na utukufu, ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa mheshimika, kisha ni mwanamke alikuwa mkubwa wa anafatun. Mwanamke huyu ukifananisha na tarikhi yake, fananisha na tarikhi ya Sayyidina Umar. Vile Umar kabla Uislamu alivyokuwa ni mkali kwa Waislamu, na yeye Hindu alikuwa kabla Uislamu ni mkali kwa Waislamu. Alikuwa ni tishio kwa Waislamu Hindu kama vile Umar alivyokuwa ni mwenye tishio kwa Uislamu kabla hajasilimu. Shafahamiana, si ndio? Sasa basi zamani kabla hajasilimu alipewa jina la akalatul akbar, mwenye kula maini, mlaji wa maini. Na kisema akalatul akbar utafahamu napendelea nini. Sifahamiana, ni kwamba yeye alifanya kile kitendo ambacho kwamba mpaka kilimuudhi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alichosema, la in adharani Allah fi mauti min almawatin la umathilanna lahum muthlatan lam yumathilha ahad min alarab, Mwenyezi Mungu atakaponitolea vita katika vita na wao tena, basi nitafanyia matendo ambayo kwamba hawajawafanyiwa hapo mmoja yoyote au mtu yoyote katika Waarabu. Nitawafanyia matendo ambayo matendo yale hawajafanyiwapo mtu yoyote katika Waarabu, kwa lile ambalo kwamba Hindu alilolifanya, kumkata Hamza masikio, kumpasua pua, sijui kumkata pua, na kumpasua tumbo, kutoa ini, akawa ni mwenye kulitafuna. Shafahamiana? Sasa utapata kabla Uislamu shakhsia yake alikuwa ni kubwa sana
kwa maovu ambayo kwamba aliyokuwa akifanya katika dhulumatul jahiliya. Lakini yale ambayo aliyofanya katika ujahilia, aliposilimu akaja kayatenda makubwa katika Uislamu. Kwa nini? Baada ya kusilimu Hindi na kuwa na istikama katika njia ya Uislamu, tutapata zile kumbukumbu zake tunapozisoma ni kumbukumbu ambazo kwamba zilizo bora. Kumbukumbu zake tunazozisoma ni kumbukumbu ambazo kwamba za kuigizwa na kila mwanamke. Tutakaporudi tukifungua safaha za mwanzo wake kabla hajasilimu, utapata ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa na chuki na Uislamu na alikuwa anakwenda mbio kutaka kulipiza kisasi kwa Waislamu kwa kuuliwa ndugu yake Shaiba. Sufamiana, Shaiba bin Utbata, kwa kuuliwa baba yake Utba, ambao waliuliwa katika vita vya Badri kama tulivyoeleza. Mmoja kauliwa na Saidina Ali na mmoja kauliwa na Saidina Hamza. Bali Hindu kwa ule chuki na Waislamu alizokuwa nazo, akaweza kumfanyia taharruz kijakazi chake, akimwambia ukimua Hamza nitakuacha huru. Ukimua Hamza nitakuacha huru. Wahshi yule alikuwa ni moja katika vijakazi vyao wake, akimwambia itakapotokea wewe ukaenda kwenye vita vya Uhud na ukamua Hamza, basi malipo yako uko huru. Na Wahshi alipoweza kutekeleza lile ambalo kwamba aliopewa na Hindu aliweza kufurahi na kudhihirisha ule uadui wake kwa masra ya sayyidu shuhadai Hamza, ma yafuqul wasf. Kwa kuuliwa Hamza kiasi cha kwamba huwezi kusifia ule uadui aliofanya, kumfanyia tamthili, kumpasua, kumtoa ini lake, huku akiwa ni mwenye kutoka na maneno na makelele, akipiga sauti ya juu, nahnu jazainakum biyawmi badrin wal harbu ba'da harbin dhati su'rin ma kana min utbata li min sabrin wala akhi wa ammihi wa bakrin shafaitu nafsi wa qadaitu nadhri shafaitu wahshi ghalila sadri fashukru wahshi alayya umri hatta tarumma a'dhumi fi qabri. Ilipopelekea mashairi kama haya, mpaka Hindu bintu Athatha akawa ni mwenye kumrudi Hindu bintu Utbata kwa yale maneno ambayo kwamba alikuwa anatoa kwa ule uchungu. Hindu bintu Athatha bin Ubada ibn Abi Talib ibn al-Muttalib akawa ni mwenye kutoa maneno yake, akasema khuzita fi badrin wa ba'da badrin ya binta waqa'in 'azim al-kufr sabbahaka Allah ghadata fajrin mulhan shamiyina tiwala zuri bikulli qita'in hasami yafri Hamzata al-Laythi wa Ali Saqri idhrama shaybun wa abuka qadri fakhadban minhu dhawahi an-nahri. Akawa ni mwenye kutoa mashairi haya kujibu ule uchungu ambao kwamba aliyousikia kwa maneno ya nani? Ya Hindu binti Utbata, baada ya kumuua Saidina Hamza na kumpasua, kisha akawa yuwatoa maneno kuonyesha ya kwamba amefurahia kwa lile tendo alilolifanya na kwa kuuliwa Saidina Hamza. Lakini yote 10 rehma ya Mwenyezi Mungu zimeenea kila mahali. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Hindu akaletewa uongofu na Allah jalla jalalu. Alipokuwa ameishi katika ukafiri wake mpaka wakati wa fathi Makkah, akasilimu baada ya kwamba mume wake Abu Sufyani amesilimu. Mwanzo aliyosilimu baina Hindu na Abu Sufyani, Abu Sufyani. Aliposilimu Abu Sufyan, Hindu akawa ni mwenye kufikiria atafanya lipi, huku akiwa ni mwenye kuogopa damu yake isimwagwe, kwa sababu kuna baadhi ya watu mtume alipofanya fathi Makkah alitoa amri hawa wakipatikaniwa wachinjwe, na Hindu akawa anaogopa damu yake isimwagwe. Kwa lipi? Kwa lile alilolifanya katika Uislamu, kuwafanyia Waislamu.
Na kwa kuona kwamba Waislamu wameingia wengi ndani ya mji wa Maka, alipoinua macho yake kuangalia kwenye Al-Kaaba, kuona ile jumuu ya Waislamu wanavyoswali, fataatharat bima ra'at, akaathirika. Baada ya kwamba yaogopa asiuliwe na kuona ule wingi wa Islamu, akajua hawa watu wasingekuwa ni wengi ikiwa hii ni dini ya ukweli. Hapa ndio akaingiwa na imani, akawa anataka kwenda kumbai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa, fadhhabi birajulin min qaumiki ma'aki, nenda na mtu na katika watu wako mpaka kwa Muhammad. Bimaana chukua mtu wakati uende na yeye kwa Muhammad ili uweze kupata kusilimu. Akaenda kwa Saidina Umar, akataka idhini, akatoka na Saidina Umar mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad, hali ya kuwa mutanakiba, hali ya kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajamtambua. Akasilimu, fa'alanat islama, akasilimu. Na alipoweza kusilimu tu, akajihifadhi nafsi yake ili isipate kuchinjwa. Waislamu akawa ni mwenye kumpa amani, Uislamu ni mwenye kuhifadhi damu yake, Uislamu ni mwenye kumhifadhi uhai wake. Akawa ametoka katika lile kundi la watu wenye kuuliwa, akaingia katika hifadhi ya Waislamu, akaingia kwenye himaya ya Waislamu, ikawa Waislamu ni wenye kumhifadhi hindi wasipatikaniwe na jambo lolote. Ibn Abdul Barri katika Isti'yab anasema, thumma khatama Allahu laha bilislami fa aslamat yawm alfath. Baada ya kufanya yote ambayo aliyoyafanya kabla Uislamu, Mwenyezi Mungu akakhatimisha umri wake kwa Uislamu siku ambayo kwamba watu au Waislamu walifanya fathi Makkah. Imam an-Nawawi katika Tahdhib al-Asma' wal-Lughat aslamat fil fathi ba'da islami zawjiha Abi Sufyan bilaylatin, alisilimu Hindi wakati wa fathi Makkah baada ya mume wake Abu Sufyan kusilimu kwa siku moja, na yeye akafuatia. Wa hasuna islamuha wa aqarrahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala zawajihima. Baada ya kusilimu Mtume akakubaliana na Uislamu wao, kisha Mtume akakubaliana na ndoa yao baada ya Uislamu wao. Sasa akaja kumbai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndipo ambapo kwamba tunapohitaji mwanamke na kumbai Bwana Mtume Muhammad, au namna wanawake walivyoweza kumbai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha ya Hindu baada ya kusilimu yakawa na rehma ya Allah jalla jalaluhu. Toka aliposilimu akambai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyoeleza Imamu Tabari, akasema aliingia Hindu kwa Mtume hali ya kuwa amevaa vazi ambalo kwamba la sitara, mutanakira bisababi ma sana'at fi Hamza. Kwenda kwa Mtume Muhammad alijifunika hali ya kuwa hakutambulika, na alikuwa hataki kutambulika kwa sababu aliyoyafanya kwa Sayyiduna Hamza, kule ambapo kwamba tuliposema jambo lilolimuudhi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume akasema leo nitatokewa na vita miongoni mwa vita, hili alilofanyiwa Hamza ni dogo nitakalolifanya mimi kwa wale ambao kwamba waliomfanyia Hamza mambo kama haya. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, wa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabin fasbir wa ma sabruka illa billah. Aliingia kwa Bwana Mtume Muhammad hali ya kuwa amefunga maninja na kila amevaa mabua makubwa, hali ya kuogopa lile ambalo kwamba alilolifanya ili Mtume asiweze kumlipizia. Mtume akawa ni mwenye kumwambia, tubayi'uni ala an la tushrikna billahi shay'an wa la yasriqna. Je, utanibai? Hamjui Bwana Mtume Muhammad kama ni Hindu. Utanibai kwa kutomshirikisha Allah jalla jalalu na kitu chochote, kisha usiibe. Hapa Hindu alipoambiwa maneno haya akawa hakuweza kujimiliki, hakuweza kuwa na uvumilivu, mpaka akasema
mume wangu ni bakhili, itawezekanaje mimi sichukue chochote? Kwa sababu alikuwa akichukua hii la tasrikna, usiibe. Akamwambia Mtume, mume wangu mbakhili, itawezekanaje mimi nisiweze kuchukua kitu bila ya idhini yake? Nitachukua kile ambacho kwamba hanipi mume wangu, ili nipate kuweza kutumia katika maisha yangu. Hapa ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjua ni Hindu, kwa sababu Abu Sufyan katika sifa yake alikuwa ni bakhili. Mtume akamwambia, wa innaki la Hindu binti Utbata, wewe ni Hindu binti Utbata? Akamwambia, naam ana Hindu binti Utbata, fa'fu amma salafa afa Allahu anka. Ndio, mimi ni Hindi, samehe yaliyopita na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Fa'fu amma salaf afa Allahu anka, samehe yale yaliyopita. Yajitetea kabla hajaambiwa kitu na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Akawa ni mwenye kuendelea katika kumbai bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa ni mwambia wala taznina, usizini. Hindu akamjibu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale maneno kumwambia wala taznina, akimwambia wa hal tazni alhurra, je muungwana na zini? Mtume akaendelea kumwambia bwana Mtume Muhammad, wala taqtulna auladakunna, wala musiwaue watoto wenu. Hindu akatilia taaliki maneno ya bwana Mtume Muhammad, akamwambia qad rabbainahum saghiran, tumewalea hao watoto wetu wakiwa ni wadogo. Wa qataltahum yawma badrin kibaran, tumewalea wakiwa wadogo, kisha wewe siku ya Badri umesahau, wewe ndio uliwaua. Fa anta wa hum alamu, wewe ndio unajua kile kilichotokea. Tuwaue watoto wetu vipi? Sisi tumewalea, baada kuwalea kisha ikaja vita vya Badri, wewe ukawamaliza na hali ya kuwa wewe wajua. Hapa Sayyiduna Umar alicheka kwa maneno ambayo kwamba Hindu anamwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena waambiwa fabalagha fi dhih, akawa mwenye kucheka kicheko cha juu kwa maneno ya Hindu. Anamwambia bwana Mtume Muhammad, tumewalea wadogo, mkono kuwamaliza wewe Muhammad. Kisha Mtume akamwambia wala ta'tina bi buhtanin taftarina baina aydikunna wa arjulikunna. Faqalat Hindun, msilete uzushi, msilete uzinifu, yani kila mambo ambayo kwamba ni machafu. Hindu akamwambia Mtume, wallahi inna itiyana albuhtani laqabihun, ni jambo ambalo kwamba baya. Mtume akamwambia mwisho, wala ta'sini fi ma'rufin, wala usiniasi jambo lema ambalo kwamba nitakalokuambia usiwe mwenye kuasi. Hindu akatilia taaliki akimwambia Mtume, ma jalasna hadha almajlis wa nahnu nuridu an na'siyaka fi ma'rufin, hakuna kilichotupelekea sisi tukae hapa eti tutataka kuasi wewe, la, tulichokuja tukalisha hapa ni jambo ambalo kwamba ni bora, ni jambo la kuamua kufanya mema. Hapa utapata shakhsia ya Hindi ambayo kwamba alikuwa naye kubwa katika Uislamu. Iwaulizwa yeye analeta hiwar, aulizwa yeye analeta istifham, taraju katika maneno, tastafhim. Akawa ni mwenye kumbai bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kila analoambiwa. Alipotoka kwenda nyumbani, katika nguzo ya nyumba akampata sanamu wake ambayo kwamba aliyomweka, na alikuwa ametoka amemwacha pale, hakujua kama amemwacha. Akakwenda kwa hasira, akawa ni mwenye kuchukua na kukitupa chini na kuchukua shoka na kulipiga vunja, huku akimwambia yule sanamu, kunna minka fi ghururin, kunna minka fi ghururin, tumekuwa katika ghurur kupitia ni kwa nyinyi, hamna faida yoyote na hamna, kwenda zako pote hapo utakavunja. Ufupi akarudi katika Uislamu, akawa na fadhila kubwa. Na hakika wa annahu laysa ba'da alhaq illa dhalal, hakuna baada Uislamu isipokuwa ni upotefu. Uislamu ndio kila kitu ambacho kwamba chenye kumtukuza Muislamu. Akawa ni mwenye kutenda Uislamu wake kwa njia mzuri, bali waambiwa aliposilimu akaenda katika akasaidia jihadi pamoja na Uislamu, bali alishiriki katika baadhi ya jihadi pamoja na mume wake Abu Sufyan fi ghazwati al-Yarmouk al-mashhura. Akapatwa na mitihani mikubwa, almuhim akawa ni mtu ni mwenye kusilimu, ni mwenye kwenda kumbai bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipofika kwa Mtume akamwambia,
mimi ni mwanamke mu'min na muamini Allah na msadikisha mtume, akavua niqabu yake, mtume akamwambia marhaban, akimwambia mtume wallahi ma kana al-ardi ahlu khiba'in habba ilayya min an yadhallu min khibaika, hakuna watu ambao kwamba walikuwa wanapendeza mimi wawe wanyonge kama wewe ya Rasulullah, lakini hakuna mtu sahihi na upenda katika hii dunia awe mtukufu kama wewe, utukuke kama wewe. Alimbai bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaishi maisha ambayo ya Uislamu, maisha bora, maisha ambayo kwamba akawa ni mwenye kusaddi hujumi Rumi yaumul Yarmouk, baada kwamba amepata ile halawatul imani wal Islam. Akaishi mpaka mwaka wa 4 toka mtume gure Maka kwenda Madina. Hapo ndipo alipokufa, akaenda kwa Mola wake, Mwenyezi Mungu akamsamehe yote ambayo kwamba aliyotenda, kwa sababu afallahu, Mwenyezi Mungu, alislamu yahdimu ma qabla, Muislamu huvunja yale ambayo kwamba ulioyafanya kabla ya kusilimu. Akawa Hindu amembai bwana mtume Muhammad baada ya kufanya aliyoyafanya kabla ya Uislamu. Hawa ndio wanawake ambao kwamba kuigizwa, na ndio wanawake walikuwa na mfano mwema katika Uislamu, na wakawa ni watu ambao kwamba waliua kabla ya Uislamu na walitenda mema baada ya Uislamu, na Allah akawakubali akawapokea, na inshallah watakuwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peponi. Mwenyezi Mungu atupe baraka zao. Sallallahu qatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaikum wa afwa minkum. رمضان 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 كريم رمضان